Yapo mafundisho mbalimbali katika tamaduni nyingi ulimwenguni kote, pamoja na imani za dini ambazo tunaziamini kuhusiana na matumizi ya chumvi za mawe. Imekuwa ikiaminika kuwa palipo na chumvi ya mawe, nguvu za giza, wachawi pamoja na mapepo haviwezi kusogea. Tafiti hizi zina uhalisia na ukweli kwa sababu hata vitabu mbalimbali vya maandiko kutoka katika dini ambazo tunaziamini yamekuwa yakithibitisha hivyo. Lakini swali ambalo naamini na wewe umekuwa ukijiuliza, je, ni kwa nini uchawi, ushirikina, nguvu za giza na mapepo haviwezi kukaa katika sehemu ambapo kuna uwepo wa chumvi ya mawe? Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wamekuwa wakijiuliza swali hilo, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, kwani nimekuandalia majibu ya maswali yote ambayo umekuwa ukijiuliza kuhusiana na chumvi. Cha kufanya, kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali ambazo zinakwenda kujibu swali letu, ni kwa nini nguvu za giza haziwezi kufanya kazi katika sehemu yenye uwepo wa chumvi ya mawe. Namba 1. Nguvu za giza haziwezi kufanya kazi katika sehemu yenye uwepo wa chumvi ya mawe kwa sababu chumvi ya mawe ni silaha ya kiimani ambayo Mungu ameweka nguvu ya usafishaji ndani yake. Katika ulimwengu wa kiroho zipo silaha mbalimbali za kiimani. Basi katika ulimwengu wa kiroho, chumvi ya mawe ni moja kati ya silaha za kiimani ambazo zinaweza kutumiwa na watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu, wakaweza kuondoa uwepo wa nguvu mbaya katika sehemu yoyote. Ukisoma maandiko katika kitabu kitakatifu cha Biblia, Wafalme wa Pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 19 mpaka mstari wa 22, ni mistari ambayo inaelezea kisa cha Elisha na chumvi. Baada ya Elisha kuchukua nafasi ya nabii Eliya, alifika mjini Yeriko. Watu wa Yeriko walimwambia, mji huu ni mzuri, lakini maji yake ni mabaya na nchi yake haizai. Elisha aliwaambia walete chombo kipya chenye chumvi ndani yake. Akatoka naye mpaka chemichemi ya maji, akamwaga chumvi ndani yake, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hayatakuwa tena na mauti wala utasa. Tangu siku ile maji yale yakawa safi hadi leo. Maandiko haya yanathibitisha kuwa chumvi ina uwezo wa kufukuza nguvu mbaya, ili mradi tu anayeitumia chumvi hiyo awe na imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Ina maana hata wewe katika makazi yako unapokuwa umeiweka chumvi ya mawe katika sehemu yoyote ukiwa na imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu, chumvi haitakuwa kiungo cha ladha katika mboga, bali itageuka na kuwa silaha hatari ya kiroho ambayo itakwenda kusafisha makazi yako. Namba 2. Chumvi ina uwezo wa kuvunja nishati hasi katika sehemu yenye uwepo wa nishati hiyo. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Nguvu za giza, uchawi na ushirikina ni nguvu ambazo hutokana na nishati hasi, kwa sababu nishati hasi haiwezi kutulia katika sehemu yenye uwepo wa chumvi ya mawe, na uchawi na ushirikina vipo katika upande wa nishati hasi. Basi uchawi na ushirikina pia haviwezi kufanya kazi katika eneo lenye uwepo wa sehemu yenye chumvi ya mawe kwa sababu pia ni nishati hasi. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanatamani kuilinda nyumba yako, unaweza ukatumia chumvi ya mawe kusafisha nyumba yako, kwani uwepo wa chumvi ya mawe katika makazi yako kutapelekea uwepo wa nishati hasi usiwepo kabisa katika makazi yako. Namba 3 ni kwa sababu chumvi ya mawe ina uwezo wa kuondoa roho chafu na viumbe wabaya katika mazingira yoyote pindi inapowekwa. Nguvu za giza hutumia viumbe wabaya ama roho chafu kwa ajili ya kuadhuru binadamu wengine. Sote tunajua kuwa chumvi ya mawe inaweza kuondoa uwepo wa viumbe wabaya ama roho chafu katika mazingira ambayo imewekwa, kwa sababu ili ushirikina uweze kumdhuru mtu fulani ni lazima watumwe viumbe wabaya, aidha majini, mashetani ama roho chafu. Lakini kumbuka,
Pindi kutakapokuwa na chumvi ya mawe, inakuwa ni kama umeweka silaha ambayo inaweka zuio katika viumbe hao kuja kumdhuru mtu fulani. Hivyo chumvi ya mawe inapokuwepo, nguvu za giza haziwezi kufanya kazi, kwa sababu ili nguvu za giza ziweze kufanya kazi, lazima watumwe viumbe ambao hawawezi kuonekana kwa macho ya kawaida. Namba 4, kwa sababu chumvi ya mawe ni kipengele katika ardhi. Sote tunajua kwa mujibu wa imani mbalimbali, ardhi inayo nguvu kubwa ya kuweza kufunga ama kufukuza mapepo. Hivyo kwa sababu chumvi ni moja kati ya vipengele ambavyo hupatikana katika ardhi, chumvi inaweza kutumiwa kuwafukuza viumbe wabaya au mapepo au majini ama nguvu za giza, kwa sababu ya nguvu ambayo ipo katika ardhi ambayo Mwenyezi Mungu aliiumba. Namba 5 ni kwa sababu chumvi ina uwezo wa kuvunja uchawi pamoja na mizimu. Tangia miaka ya zamani, wazee wa kale walikuwa wakitumia chumvi kujilinda dhidi ya viumbe wabaya wasioonekana, kwani uwepo wa chumvi katika sehemu yoyote unaweza kuzuia uwepo wa nguvu mbaya katika eneo hilo. Uchawi pamoja na mizimu wabaya hawawezi kuwepo katika eneo ambalo kuna uwepo wa chumvi, hasa chumvi ya mawe. Na ndiyo maana hata katika biashara za watu mbalimbali, watu wanaojua siri ambayo imejificha katika chumvi wanaweza kuweka chumvi katika maeneo yao ya biashara. Kwa sababu hiyo, hakuna uchawi ambao unaweza kutumiwa kwa ajili ya kuiba fedha za watu hao. Hivyo, kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao hawaijui nguvu ya chumvi, tafadhali jifunze uweze kulinda baadhi ya vitu vyako kwa kutumia nguvu ya chumvi, kwani ipo nguvu ya Mungu ambayo inapatikana katika chumvi. Namba 6, kwa sababu chumvi huleta usafi na utakaso wa kiroho katika maisha ya mwanadamu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: sehemu yoyote palipo na nguvu ya Mwenyezi Mungu, nguvu ya giza haiwezi kufanya kazi katika sehemu hiyo. Ndiyo maana kanisani, misikitini na maeneo yote ambayo shughuli za kimungu hufanyika, huwa ni vigumu sana nguvu za giza kuweza kufanya kazi kwenye maeneo hayo. Ndivyo ilivyo pindi wanadamu wanapotumia chumvi kwa matumizi ya kiroho, nguvu za giza haziwezi kufanya kazi. Na ndiyo maana hata katika shughuli za kidini, maji ya baraka ndani yake huwa yametiwa chumvi, na ibada fulani maalum kwa ajili ya kuyabariki maji hayo hufanyika. Na pindi maji hayo yanapotumiwa katika sehemu yoyote, yana uwezo wa kufukuza nguvu za giza na utakaso ukatawala katika eneo hilo. Watu mbalimbali wanaweza kuyatumia maji hayo kwa ajili ya kujilinda dhidi ya viumbe wabaya wa kiroho. Namba 7, kwa sababu chumvi ya mawe ni ngao ambayo huzuia nishati ya giza kuingia katika sehemu ambayo imewekwa. Wapo wanaojua siri ambayo imejificha katika chumvi ya mawe. Wanaweza kuweka chumvi ya mawe katika madirisha ya makazi yao, milango na maeneo yoyote ambayo wanahisi nguvu za giza zinaweza kuingia katika makazi yao. Kwa sababu ya uwepo wa chumvi ya mawe, nyumba zao hubaki na usafi wa kiroho muda wote, jambo ambalo hupelekea bahati njema zitawale katika makazi ya binadamu ambao wameweka kinga hii ya chumvi ya mawe katika makazi yao. Namba 8 ni kwa sababu chumvi ya mawe huondoa mikosi na nuksi katika sehemu ambayo imewekwa. Sote tunajua mikosi na nuksi huletwa na nguvu za giza au negative energy. Hivyo panapokuwa pamewekwa chumvi ya mawe, negative energy, kwa sababu haziwezi kufanya kazi, sehemu hiyo haiwezi kutawaliwa na mikosi au bahati mbaya pamoja na nuksi. Kwa sababu hiyo, mwanadamu ataishi maisha ambayo yametawaliwa na bahati njema, kwani nguvu za giza haziwezi kufanya kazi katika sehemu hiyo. Namba 9, chumvi ya mawe hurejesha usawa wa nishati katika mwili wa mwanadamu. Sote tunajua mwili wa mwanadamu una aura mbalimbali ambazo hufanya kazi kulingana na matakwa ya mtu binafsi. Hivyo, kwa imani mbalimbali inaaminika chumvi ya mawe husaidia kusafisha aura ndani ya mwili wa mwanadamu na kuondoa mzigo wa giza, na kuanzia hapo mwanadamu anapata utulivu wa akili, anapata amani ya moyo, na nishati ndani ya mwili wake inakuwa katika msawazo ambao unatakiwa. Mwili wa mwanadamu unatawaliwa na positive energy kuliko negative energy. Namba 10, chumvi ya mawe ni mwanga dhidi ya giza. Sote tunajua
Mwanga na giza ni vitu ambavyo haviwezi kuchangamana katika sehemu moja. Sehemu iliyo na giza hapawezi kuwepo mwanga, lakini mwanga unapoletwa katika sehemu yenye giza, giza hutoweka, na siku zote mwanga una nguvu kuliko giza. Ndiyo maana sehemu yenye giza pakiwepo mwanga, giza hutoweka na pakatawaliwa na mwanga. Kwa sababu hiyo, giza haiwezi kufanya kazi katika sehemu yenye nuru. Ndivyo ilivyo katika chumvi ya mawe. Kwa sababu chumvi ya mawe huleta mwangaza, nguvu za giza haziwezi kufanya kazi yoyote katika sehemu hiyo. Nina mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini umejifunza kitu kikubwa katika video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.